Mambo wafanya biashara wenzangu, leo tusemezane kuhusu utanuzi wa biashara. Muda mwingi tukiwa tunaanza biashara zetu tunakuwa na malengo makubwa, na huo ni muhimili mzuri au foundation nzuri sana ya biashara yako husika. Ndio, lakini wengi tunahisi utanuzi wa biashara ni pamoja na kuongeza maduka, kuwa na location tofauti, kuwa na branches na kadhalika. Hiyo ni part ya utanuzi wa biashara, lakini nataka tusemezane kwa kina maana halisi ya utanuzi wa biashara kwenye biashara husika. Shosti! Tusemezane. Mambo wafanya biashara wenzangu, leo tusemezane kuhusu utanuzi wa biashara. Muda mwingi tukiwa tunaanza biashara zetu tunakuwa na malengo makubwa, na huo ni muhimili mzuri au foundation nzuri sana ya biashara yako husika. Ndio, lakini wengi tunahisi utanuzi wa biashara ni pamoja na kuongeza maduka, kuwa na location tofauti, kuwa na branches na kadhalika. Hiyo ni part ya utanuzi wa biashara, lakini nataka tusemezane kwa kina maana halisi ya utanuzi wa biashara kwenye biashara husika. Maana halisi ya utanuzi wa biashara ni pale ambako biashara yako inaweza kufikia wateja wengi zaidi, kwa sababu biashara yako inakuwa imeweza kutengeneza demand za hao wateja, au pia umeweza umeweza kukidhi demand za hawa wateja, kwamba wao walikuwa na demand na wewe ulikuwa supply. Kwa sababu kwenye previous episode tuliongelea kuhusu demand and supply inatengeneza mzunguko wa biashara. Kwa hiyo utanuzi wa biashara huzingatia, au moja ya nguzo muhimu ya kuwa na utanuzi wa biashara ni pale ambako demand yako na supply yako inaenda kwa wateja wengi zaidi ili kukidhi mahitaji yao. Na utanuzi mwingi wa biashara sio tu kuongeza duka, kuongeza location na kadhalika, lakini hatuwezi tukawa na utanuzi wa biashara kama hatuna mzunguko wa biashara. Na unawezaje kusema kwamba biashara yangu inatanuka? Ni pale ambako kunakuwa na foundation au misingi ya vitu vinavyoweza kusababisha utanuzi huo wa biashara uwe mzuri, ili wateja wako waweze kuwa reliable kwenye biashara yako husika. Sasa, kuna moja ya vitu ambavyo unapaswa ufahamu katika utanuzi wa biashara. Kwanza ni availability ya biashara yako. Yaani, watu wengi wanaweza kupata bidhaa zako, huduma yako kwa wakati na muda wowote. Yaani, tunasema hakuna vipengele kwenye biashara yako, kwamba tukitaka kitu fulani kipo. Let's say labda una duka tu la kawaida, kwamba nikitaka kitu chochote kwenye duka lako unakuwa na mahitaji toshelezi kutokana na eneo au kutokana na aina ya wateja unaowahudumia. Uwe na mahitaji toshelezi, ambao mahitaji toshelezi ndio tunasema demand certification, kwamba unaweza kukidhi uhitaji wa wateja wako. Mfano, na duka lako tu la kawaida, inamaanisha duka lako la kawaida lina unga, mchele na kadhalika. Kwa mteja akija ni ile one stop mall, kwamba anaweza kufanya shopping yake hapo kwenye duka lako husika au katika biashara yako husika bila kuwa na kipengele. Namba nyingine ya pili ya msingi ni kitu cha kwanza umefanya kwamba biashara yako ina vipengele. Duka lako tuseme una wateja wake ambao wanafanyaga shopping mwisho wa mwezi tu, na wateja hao unawajua. So mfano, unatengeneza system ambayo ikifika mwisho wa mwezi unakuwa na namba zao za simu, kwa kuwapigia simu na kujua mahitaji wanayoyataka na kufanya deliverance. Umeona? Hapo inakuwa reliable, kwamba mtu nikitaka huduma yako, kumbe ikifika mwisho wa mwezi unajua hitaji langu na kuconsider wateja ambao unawajua. Si ndio? Kuna wateja ambao wanakuwa ni wale wateja wa mara kwa mara, unajua wanachokitaka, vitu gani wanapenda kununua kwenye duka lako na kadhalika. So wateja hao unawa maintain ili uwe na good foundation ya wateja. Yaani kwamba uwe na wale wateja mama wa biashara uwe nao. Kwa hiyo kwenye utanuzi wa biashara ni kwamba unawafanyia urahisi wa biashara yako kufikika kwa wateja wako, ambao tunasema sasa umechukua oda zako, unafanya delivery kwa wakati na kadhalika. Au kuna wateja wako unajua malipo yao
hawa wananilipa kutokana na mshahara wa mwisho wa mwezi na kadhalika. So unatengeneza urahisi wa wateja wako kupata bidhaa zako au huduma yako husika kulingana na situation zao bila vipengele. Kitu kingine pia ni urahisi wa malipo. Mfano wewe biashara yako inavyozidi kukua, unatakiwa kuwe na urahisishaji wa malipo. Sasa hizi tunajua kabisa kuna mambo ya kulipa kwa simu, kulipa kutumia benki, kadi na kadhalika. Hakikisha kuna urahisi wa malipo. Kwa nini tuna deal na mteja? Kwa sababu mteja ndiye anaifanya biashara yetu itanuke au idode. Mteja ndiye anaifanya biashara yetu iongeze wateja au isilete wateja. Yaani wateja hawa ndio wanaofanya biashara yetu zitanuke. Kwa hiyo ni lazima tutengeneze good foundation ya good customer service. Yaani wateja wako waweze kufikiria biashara yako katika priority zao, katika vipaumbele zao, kwamba nikitaka kufanya shopping yangu inabidi niende duka fulani kwa sababu duka fulani kila kitu unamaliza pale, au inabidi niende kupata huduma fulani kwa sababu kwenye huduma vitu vyangu vyote ninavifanyia pale. Ndio maana kuna sehemu unakuta labda ni saluni, hapo hapo anatengeneza kucha, sio hapo hapo anafanya scrub, hapo hapo anafanya vitu vyote. Yaani kama mtu akitoka pale anaingia, anafanywa kila kitu, akitoka kila kitu amefanya katika ile one roof. Kwa nini? Kwa sababu biashara inabidi iwe toshelezi. Nikisema toshelezi ni kutokana na nature ya biashara au huduma unayotoa. Na watu muhimu kwenye biashara ni wateja, kwa sababu hatuwezi kutanua biashara kama hatujaweza kukidhi utoshelezi wa uhitaji wa wateja tulionao kwanza, kabla ya kukimbilia kuwa na branch nyingine. So unahakikisha unafanya njia rahisi ya malipo ili wateja wako waweze kufanya malipo. Akija pale hamna unalipa namba katoe kwa wakala. Unakuwa na zile all the transaction meanings za mtu anaweza kuzitumia, kwamba bwana nalipa namba, nina mashine, nina nini, anyhow hauna kipengele kwenye mambo ya malipo kwa wateja wako. Tukiweza kufanya utoshelezi wa wateja wetu kwenye huduma bora kwa wateja wetu, ndipo hapo utanuzi wa biashara kuja. Kwa sababu wateja hao watakuwa wanakutangaza. Yaani wanakutangaza tu, ukienda duka lile pale, huduma ile pale, saluni ile pale, sehemu ile pale, wana huduma nzuri, wanaweza kufanya hivi, wanafanya deliverance, wanafanya hivyo, wanavyofanya hicho ndio wateja. Kwa utanuzi wa biashara sio tu kuongeza mtaji, sio tu kuwa na branches, sio tu kuongeza sana sana tunasemaga ni kuwa na maduka mengi na kadhalika. Utanuzi wa biashara ni pale ambako biashara yako inakidhi demand and supply za wateja wako kwenye eneo husika. Na ndio maana kuna sehemu nyingine unaona kabisa huyu mtu mbona haendi sehemu nyingine, kwa sababu anajua kabisa hapa nilipo sitaweza kuwa na branch sehemu nyingine ambayo itakuwa na utoshelezi kama hapa ninapofanya. Kwa muda mwingine is not about having a multiple location ya biashara yako, is about hicho ulichonacho kukimaintain kwanza, sawa, na kuwa toshelezi kwa wateja wako kwanza kabla hujaenda kwenye hatua ya kufungua upande mwingine wa biashara yako. Sisemi kutanua biashara hakuhusiki na kuongeza branches na nini. Ninasema utanuzi wa biashara unaanza kwanza kufanya biashara yako iwe reliable kwa customers wako kabla ya kufungua branches nyingine, kabla ya kukimbilia kuwa na mitaji mikubwa, bali kufanya utoshelezi kutokana na biashara yako. Kwa nini? Kwa sababu customers ndio wanaotengeneza demand. Demand ndio inayoleta supply. Demand na supply ndio inayoleta mzunguko wa biashara. Kwamba hatuwezi tukawa na poor customer service tutegemee kwamba tutakuwa na demand and supply. Hatuwezi. So utanuzi wa biashara ni pale ambako tunaweza kuwa na demand na supply kwa wateja wetu yaani biashara yetu inakuwa toshelezi kwa demand zao, kutokana sisi tunatakiwa tu supply kwao. Sio, unaelewa kwamba the higher the demand, pale ambako unaweza kuomba demand yao ni kubwa na unaweza ku accommodate hiyo demand, unaweza kuwatosheleza hiyo demand, inamaanisha wateja hao ndio watakao expand biashara. Kwa sababu kwenye wateja ndio watakwambia kwa nini usiongeze kitu fulani, kwa nini usilete bidhaa fulani, kwa nini usifanye kitu fulani, kwa nini usiboreshe hivi. Hao ndio wanaofanya utanuzi wa biashara. Na utanuzi wa biashara pia ni duration of the business. Hatuwezi tukawa na biashara ina mwaka mmoja, miaka miwili, then tunafikiria kwamba tunaweza tukatunua biashara kwa nani. No,
duration, jipe muda wa utanuzi wa biashara kwa kuendelea kufanya expansion hapo hapo kwanza, kabla hauja relocate biashara yako, kabla haujaongeza hela nyingi kwenye biashara yako. So utanuzi wa biashara ni small steps ambazo zinahusika kwenye good customer care, na ambazo zinahusika kuwa biashara yako kuwa toshelezi kwenye demand za wateja wako. So kila laheri mfanya biashara mwenzangu kwenye utanuzi wa biashara yako. Shosti, tusemezane.